kitu bora. Afya ni kitu bora. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutoka katika kata 3 tofauti ndani ya manispaa Mtwara Mikindani. Ziara ya Umoja wa Wanawake Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mtwara mjini UWT ambayo imelenga kuhamasisha ukataji wa bima za afya kwa wote, kuunga mkono mpango wa serikali ya awamu ya 6. Bima hii inatembea kila kaya. Mheshimiwa Rais, kwa kuthamini umuhimu wako mtu wa Chuno, kwa kura yako ambayo umeweza kumpa, tena sisi watu wa Chuno tunayo shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. Chuno oye! Tunayo heshima kubwa kwa sababu kwanza tumemtoa waziri katika kata ya Chuno. Joel Hassan Anauka ni mtoto wa wapi jamani? Chuno. Amekuwa mbunge na amepanda, amekuwa waziri. Naomba sana tulipokee jambo hili. Ni jambo muhimu sana kwetu sisi kupata afya bora. Hatimaye tukiwa na afya bora, maisha yetu yataboreka. Leo mjumbe wangu wa kamati ya utekelezaji amenikumbusha mambo ya shule. Ametuimbia wimbo wa afya ni kitu bora. Jamani, si tumesikia wote? Kule wanaambia watoto, wanaambia ya kwanza mayai, ya pili mchicha na maharage pia. Lakini pamoja na yote hayo tunafanya hayo yote, afya ikiwa mzuri kwako, kwa mtoto, kwa wazee, itakuwa ni mzuri mno. Wanachuno, ninaomba tuipokee sana jambo hili, heshima hii ambayo Mheshimiwa Rais anarudisha shukrani kwa wananchi. Ninaamini kabisa tutakapolipokea na kulifanyia kazi, tutapata elimu mzuri sana kwa wataalamu. Wataalamu hao leo wamejitoa. Kama utakuwa na swali, utawauliza hapo baadaye. Lakini sasa hivi watatuelimisha, watatufundisha. Kwa hiyo baada ya hapo maswali yetu tuyahifadhi mpaka baadaye tutapewa muda, tutauliza maswali, tutaelimishwa. Wanaitwa Kristandesi. Tunaongelea, nimetoka kwenye naniliu kwenye tasafu. Naongelea kuhusu bima ya afya. Bima ya afya kwa watu wote, na ya sasa hii sio kama ile ya kusema kwamba ukienda hospitalini hakuna dawa. Ya saizi ina dawa, msiogope. Jana wakati nangojea mvua nilikuwa kwenye kijiwe kimoja cha bodaboda. Nikawahamasisha, nikamwambia nyinyi mnaanguka kila siku, kuna bima ya afya ya watu wote. Wakasema ntani hatukati kwa sababu tukikata bima ya afya utakuta kuna dawa. Sijui unaenda kwa wapi. Nikamwambia safari hii bima ya afya tusikatae watu 6 kwa mwaka mzima. Na ile sio ya kusema kwamba hakuna dawa, ukienda huko hakuna dawa. Jamani, tukawaelimishe wenzetu, sio ile ya zamani. Nataka kukazia hapo. Hii hapa dawa zipo na zinakuja, na mwezeshaji amesema hivi watakuwa wanahakikisha watu wangapi wametibiwa na watu wangapi wamekosa dawa au hawajatibiwa vizuri. Tuwapigie simu usiku na mchana. Kwa hiyo hii jamani itatusaidia. Ugonjwa hauna hodi. Kuna mtu yoyote ambaye anajua mimi mwezi ujao nitaumwa? Hakuna. Kwa maana ya kwamba ugonjwa hauna hodi. Unaweza ukalala ukaamka unajikuta tayari unaumwa. Kwa hiyo unaweza ukaumwa ukiwa una fedha mfukoni, lakini kwa maisha yetu hivi una uhakika wa kuwa na kipato kila siku? Hakuna. Lakini unapokata bima tayari umejiwekea uhakika wa kuwa na matibabu. Kwa hiyo muda wowote unapopata changamoto ya kuumwa, wewe ama mmoja kati ya familia yako utaweza kwenda kutibiwa hospitali na mtapata huduma bora. Naomba niwatoe wasiwasi. Najua watu washazoea zile bima za zamani kwamba tunaenda hospitali hatupati huduma, unaambiwa dawa hii hakuna, dawa hii ipo vile, dawa hii ipo hivi. Sasa basi serikali imekuja na mpango maalum. Mpango huu, samahanini nitatumia neno la kitaalamu, naomba radhi. Kuna neno linaitwa capitation. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sisi mfuko wa taifa wa bima afya, mwenyekiti unanisikia vizuri eh? Mfuko wa taifa wa bima afya unapeleka fedha hospitalini hata kabla ya wanachama kuugua kwenda kutibiwa. Lengo la kupeleka fedha ni nini? Lengo lake ni kuhakikisha yule mtoa huduma au kile kituo cha afya ama zahanati ama hospitali inanunua dawa za kutosha, inanunua vifaa tiba vya kutosha, na inaboresha mazingira ya
ya kutolea huduma pale, kwa maana ya kwamba sisi hatutegemei kuja kusikia kwamba mwanachama ameenda pale amekosa huduma, mwanachama wetu pale ameenda amekosa dawa au amekosa kitu chochote kuhusiana na bima yake ambayo anapaswa kukipata. Ikitokea kutatokea changamoto kama hiyo kwamba umeenda ukaambiwa dawa hakuna, hali ya kuwa sisi tayari tumeshapeleka fedha pale za kutosha ili watu mwenye kituo anunue dawa, basi tunaomba tu utoe taarifa. Katika hatua nyingine, wananchi hao wameeleza maoni yao juu ya mpango huu. Jina langu Rukia Abdalla. Hiki kiwango ni kigumu kusingana na nini? Wote hatupo hali moja, tuko hali tofauti ya kipato. Leo naweza kana na mimi niko hivi, utasema mama yule amevaa vizuri, ameoga vizuri, pengine mafanikio nimefanya, nimepewa na watoto, lakini mtu wa nje kule anasema nimependeza sana, naweza kuipata 120,000 nikawalipia vijana ndani na mimi mwenyewe. Hii kiwango cha 150,000 ni kigumu sana kwa wananchi. Nzuri kwa sababu kama kuna bima fulani mimi nilizipata hapa. Mimi wangu amefariki, lakini hiyo bima mimi niliipata ya kipindi ya Joel. Niliitumia muda mwaka mmoja. Niliona ni mambo mazuri kwa sababu wametusaidia kulingana watu kipato chetu kidogo. Mimi naitwa Birigita Kambanga. Bima ya afya kwa kweli naiona ni nzuri sana, lakini ninachotusisitiza mimi ni kitu kimoja tu. Bima ya afya ni kizuri, lakini kinaleta utata mmoja. Wakati wa kutibiwa unaweza kaenda hospitali, unaambiwa dawa fulani hakuna, na wewe huna hata shilingi. Bima ya afya umeshakata, unaambiwa hii nenda kanunua. Sasa utaratibu ule, yani kwa kweli unatatiza sana. Sasa sielewi kwa hii sasa hivi bima ya afya inakuja sasa hivi, itakuwa ile tatizo litakuwa limetoka au bado litakuwa linaendelea? Pengine hichi kiwango sasa cha 1.5 nakionaje pia? Ni rahisi sana kwa watu 6, ni rahisi. Yaani ukiangalia kama walivyosema ni 25,000 kwa kila mtu, ni rahisi sana. Mimi mwenyewe sijai kukata bima, lakini watoto wangu nimeshawahi kuuguza ambayo hana bima, na ninasema hivyo nimeshuhudia mwenyewe. Ninamuuguza mgonjwa alifanya operation, vitu vingine tunanunua. Kuna ile dhana ya kwamba naweza nikakata bima lakini nisiume mwaka nzima. Pengine unawashauri nini sasa wananchi wenzio kupitia hiyo? Ile ni Mungu mwenyewe. Usiseme kwamba nimekata bima nataka niume kila siku. Hamna mtu mwenye kufikiria kitu kama hicho. Roland Edward ni balozi kwenye mtaa wa Chuno. Kiwango cha 25,000 kwa kila mtu ni cha kawaida. Ila sasa nilikuwa nafikiri mara mbili kwamba huwezi kumpa mtu dawa bila lishe. Nilifikiri kwa mawazo yangu kwa wale kuanzia wale watu wa TASAF waongeza kusaidiwa habari ya lishe. Kwa sababu kumpa mtu dawa yenyewe kwanza ni tiba, vile vile ni sumu. Lakini kama umesema ana hali ngumu ya umaskini, unampa dawa, anakula nini? Nilikuwa nafikiri kwa mawazo yangu serikali ingefanya mpango unaowezekana walao hata kwa lita 1 ya maziwa kwa wao wenye kaya maskini. Kwa sababu sio unajua unatibu. Sasa kutibu ni lazima na chakula kifanyaje? Kiwepo. Huo ndio ushauri wangu. Alafu pili, na hii elimu itoke nyumba hadi nyumba. Kutegemea viongozi ni sahihi, lakini viongozi si watu. Kuna wakati mmoja kwa sababu moja ama nyingine inafikia nyumba yako nisipite au haupo. Sasa hakuna tena mpango kwamba naweza nikapita tena nikaja kushauri wakati ile zoezi limefanyaje? Limepita. Nilikuwa na shauri kwamba kama kuna uwezekano fungu litoke, pitwe nyumba hadi nyumba. Kutoka Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.